Wapendwa katika Bwana, tunapoingia katika maombi haya ya kupambana na nguvu za giza, nataka ujue jambo hili la kiroho. Hali ya maisha yako sio tu matokeo ya hali ya kawaida, bali kuna vita vya kiroho vinavyopigana dhidi ya hatima yako. Kuna nguvu za giza ambazo kazi yao ni kurudisha watu nyuma, kiuchumi, kiroho, kimaendeleo, kimahusiano na hata kiafya. Maandiko yanatuambia kuwa silaha zetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata wa kubomoa ngome. Eweni wa Korintho chapter 10 verse ya 4. Na tena neno linasema, hakuna silaha itakayofanyika juu yako itakayofanikiwa. Isaya 54:17. Sasa basi, tukiamini haya maneno, hatuwezi kukaa kimya wala kulegea. Lazima tuamke na kupigana kwa maombi. Kuna nguvu zinazotaka kurudisha maisha yako kwenye madeni, huzuni, kukata tamaa, kutengwa, dhambi zile zile za kurudia, kuvunjika moyo au mipango kuharibika kila ukikaribia kufanikiwa. Lakini leo hii, kwa jina la Yesu, tunasimama kinyume na hizo nguvu zote. Naomba kila mmoja ajitayarishe, tukimbilie madhabahuni kwa maombi yenye moto. Maombi ya kupambana na nguvu za giza zenye kuturudisha nyuma. Ee Baba wa mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, leo hii tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu na kwa kiu ya haki yako. Baba, tunakushukuru kwa uzima, kwa neema na kwa rehema zako ambazo hazikomi kila asubuhi. Lakini pia tunakiri kuwa tumekuwa tukishambuliwa, tumekuwa tukivamiwa na tumekurudishwa nyuma na nguvu za giza zisizoonekana kwa macho ya kawaida. Mungu wetu, tunakuita kwa jina la Yesu Kristo, shuka na utufunike kwa moto wa Roho Mtakatifu. Leo hii tunatangaza vita dhidi ya kila roho ya kurudia makosa ya zamani. Kila mnyororo wa kifamilia unaorudisha watu nyuma, tunauvunja kwa jina la Yesu. Kila roho ya upotevu wa muda, kila laana ya mzunguko wa kushindwa, kila pingu ya rohoni inayotufunga tusisonge mbele, tunaiharibu kwa damu ya Yesu. Ee Mungu wa vita, simama upande wetu kama ulivyosimama na wana wa Israeli. Fungua bahari zetu, vunja vizuizi vyetu, safisha njia zetu kwa moto wako mtakatifu. Ninavunja kila agano la giza lililofanywa kwa jina letu, kwa damu yetu au kwa mali zetu pasipo kujua. Kila madhabahu ya ukoo inayoongea dhidi ya maendeleo yetu, tunaiteketeza kwa moto wa Mungu. Kila maneno mabaya yaliyotamkwa juu ya maisha yetu, tunayarudisha yakaangukie aliyeyatamka. Ee Baba, tuondolee kila roho ya hofu, roho ya kushindwa, roho ya mzunguko wa kupoteza. Badala yake, tupa roho ya ushindi, ya ujasiri, ya upenyo. Ninawaombea sasa wote wanaosikiliza sauti hii. Ee Yesu, wale wanaojihisi wamevunjika, wanaohisi wamechoka, wanaolia usiku, wanaojificha machozi yao, wale wanaojaribu lakini kila wakati mambo yanavunjika, Bwana wainue. Wainue kutoka kwenye mashimo ya giza, wainue kutoka kwenye vifungo vya nyuma, wainue kutoka kwenye vifungo vya laana za vizazi, wainue kutoka kwenye mahusiano ya maumivu, biashara za hasara, huduma zilizojaa kukataliwa, ndoto zilizokufa. Mungu, wape nguvu mpya sasa hivi. Moto wa Mungu uteketeze kila kilichowekwa kinyume nao. Ee Yesu, funga kila mlango wa giza uliofunguliwa kwenye maisha yao. Tunafunga milango ya kuota ndoto za kurudi kijijini, ndoto za watu waliokufa, ndoto za kushikwa au kudhulumiwa usingizini. Tunachoma kila chombo cha giza, kila uchawi na kila ushirikina ulioelekezwa dhidi yetu. Hatutarudi nyuma, hatutarudia kushindwa, hatutarudia huzuni. Mwaka huu tutaona mkono wa Mungu. Mwezi huu tutaona majibu. Wiki hii tutaona njia ikifunguka. Ee Baba, nipe ushuhuda kwa yeyote anayesikia haya maombi. Tenda miujiza hata sasa. Fungua tumbo la mama asiyeweza kuzaa. Fungua lango la kazi kwa aliyehangaika miaka mingi.
Ninaponya moyo wa aliyevunjika kwa mapenzi au kifo. Ninatangaza moto wa Roho Mtakatifu uende kwenye nyumba hii, familia hii, maisha haya. Naogopa sio giza, bali kutokusikia tena. Bwana, tazama na uturehemu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliye hai milele, tumeshinda, tumefunguliwa, tumepokea. Amina.